Mahakama Kuu ya Tanzania imeipa serikali miezi 12 kufanyia marekebisho kifungu nambari 194 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kinaruhusu kutumia mashahidi wa kificho au wasiri katika kesi ya jinai. Uamuzi huu umetolewa jana jijini Mwanza baada ya wanaharakati wa haki za binadamu kuwasilisha mahakamani shauri kuomba kufanywa marekebisho kwa sheria hiyo. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo. Mahakama hiyo katika shauri la kikatiba lililofunguliwa na mwanaharakati wa haki za binadamu Godfrey Martin Basingohe ilibaini kuwa kifungu hicho kinakiuka kanuni ya usawa mbele ya sheria iliyohakikishwa chini ya ibara ya 12 kifungu cha pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Mwanza ilitoa uamuzi huo jana na kuitaka serikali katika kipindi cha miezi 12 ijayo kupitia upya kifungu hicho kinachoruhusu mashahidi wa kificho au wasiri katika kesi zote za jinai. Akizungumzia uamuzi huo wa mahakama, wakili wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania, William Maduhu, ameiambia DW kuwa haijazuia mashahidi wasifichwe. So kwa sababu hicho kifungu kinachoweka nguvu ya shahidi kufichwa kiko kinyume cha sheria na katiba. Kwa hiyo imetoa kwa serikali miezi 12 kufanya marekebisho. Uamuzi huo umetolewa wakati kukiwa na mvutano mkali wa kisheria kuhusu matumizi ya mashahidi wa siri katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu. Februari 9, kesi ya uhaini dhidi ya Lissu ilianza kusikilizwa katika Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam baada ya kusimama kwa takribani siku 88. Lissu aliomba kurekebishwa kwa kizimba cha mashahidi ili majaji wawaone, jambo ambalo mahakama iliridhia. Kesi ya Lissu na uamuzi huu wa mahakama vinaendelea kuleta darasa jipya la kisheria katika kesi za uhaini. Mchambuzi wa masuala ya sheria Tanzania, wakili Matthew Kakamba, anatathmini mwenendo huu na dhana nzima ya mashahidi wa kificho. Lakini utekelezaji wake unategemea sasa maamuzi, utayari wa mwanasheria mkuu wa serikali na serikali kwa ujumla. Uamuzi huu wa kihistoria wa Mahakama Kuu unaweka msingi mpya wa kisheria kuhusu ulinzi wa mashahidi, ukilenga kuweka mizania kati ya umuhimu wa kuwalinda mashahidi walio katika mazingira hatarishi na haki ya msingi ya mshtakiwa ya kupata kusikilizwa. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.